Nimejulishwa mafunzo haya ya programu ya Boost inayotekelezwa kwa ushirikiano wa wizara mbili, Ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, yamefanywa kwa mafanikio makubwa na mada zote zilizopangwa zimefundishwa kwa wawezeshaji wetu kwa ufanisi wa hali ya juu. Nichukue nafasi kuwashukuru wawezeshaji kwa kazi nzuri mnayofanya. Hongereni sana. Lakini tuwashukuru na nyie walimu kwa utulivu na ufuatiliaji wa hali ya juu. Tuna imani mtakapotoka hapo mnakwenda kufanya matumizi ya hiki mlichojifunza. Anzeni kufanyia matumizi taratibu taratibu. Ukitaka kujua kitu, anza kwa kupractice, dhani mambo mengine yataelewa. Lakini ukitaka kuelewa pia vizuri jambo au concept yote, fundisha. Utakapokwenda kuwafundisha wenzako ndipo utakapo internalize zaidi hilo jambo. Lakini ukifanya kukaa nalo taratibu, hutaelewa. Utajikuta mengine yanapotea. Mwaka huu mafunzo haya yametolewa kwa jumla ya washiriki 1800, wakiwemo maafisa elimu kata 600, lakini walimu wakuu 600 na walimu wa tehama 600 katika halmashauri zote 184. Tunawapongezeni sana. Mmepata fursa hii, walimu ni wengi lakini mko privileged kupata hii fursa. Kwa imani yetu mnakwenda kuitumia vizuri ili wenzenu nao wapate haya maarifa mliyopata. Nendeni mkawe chachu ya kuchochea matumizi ya tehama katika kujifunza na kufundishia kwenye shule zetu. Ndugu washiriki, mafanikio ya utekelezaji wa programu ya Boost katika mkoa na halmashauri zote yanaonekana wazi wazi. Kumekuwepo na kuongezeka kwa matumizi ya tehama katika shule za msingi, ambapo walimu wa tehama, walimu wakuu na maafisa elimu kutoka katika vituo 800 wamejengewa uwezo sambamba na kupelekewa vifaa vya kisasa vya tehama kwa ajili ya kuboresha ufundishaji kupitia tehama. Sababu nilisikia masuala ya madarasa janja na yule smart board yote hayo almost yapo katika maeneo mbalimbali. Tunampongeza Mheshimiwa Rais wetu. Yote haya ni mapinduzi ya aina yake, lakini tumeshuhudia mabadiliko haya aliyoelekeza yafanyike kuboresha sera yetu ile ya mwaka 2014 toleo la 2023, ambalo pamoja na mambo mengine limetaka elimu inayotolewa iwe ni elimu bora. Lakini limeboresha pia viwango vya walimu wa kuanzia requirements, walimu wa msingi na sekondari, na mafunzo mbalimbali yanaendelea. Lakini pia imesisitiza matumizi ya tehama. Ndiposa sasa hapa kupitia Boost, nakumbuka nilikuja hapa kufungua haya mafunzo na leo nimepata bahati kuja kuyafunga kwenye eneo hili kwamba walimu wetu wa shule za awali na msingi kupata mafunzo ambayo yalikuwa ni kuwajengea uwezo namna bora ya kutumia tehama katika kuandaa, kufundisha na kujifunzia, lakini pia namna bora ya kutumia ujuzi mbalimbali mtakaokuwa nao wa kuhakikisha mnasimamia hivi vifaa pale mnapokuwa mmepata changamoto ndogo, namna bora ya kuvirekebisha. Kwa hayo, kwenye upande wa sekta ya elimu tunarudia kusema kwamba tunampongeza Mheshimiwa Rais wetu pamoja na ajira ambazo zinaendelea kupatikana za walimu. Tunamshukuru sana kwa hilo. Deni tulionalo kwetu sisi sekta ya elimu, Wizara ya Elimu pamoja na TAMISEMI, ni kuhakikisha kwamba kila mtu anatumia uwezo wake alionao, akili yake alionayo na vifaa vilivyopo, kuhakikisha kwamba anachangia kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata elimu na mafunzo mbalimbali ambayo ni bora, ili aje kuwajengea uwezo wa wao wenyewe kuweza kujiajiri na kuweza kuajiriwa, lakini wachangie katika kuleta maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwenye nchi yetu. Serikali inatumia gharama kubwa sana kufanikisha masuala haya yote, ikilenga kuwapa elimu bora watoto wa Kitanzania ili kuwawezesha kushindana katika soko la ajira la ndani na ya nchi, kikanda na kimataifa. Ni wajibu wetu tuliopewa jukumu hili au dhamana hii ya kusimamia elimu kuhakikisha tunaunga mkono jitihada za serikali kwa kusimamia kwa uaminifu na kwa uadilifu rasilimali zote zinazotolewa na serikali. Kila mmoja wetu asukumwe na uzalendo kwa nchi yake na kuwa mlinzi wa rasilimali zote ili zitumike kwa malengo yaliyokusudiwa.